Habari za mchana. Hongereni na poleni kwa kazi. Karibuni katika ofisi zetu kwa mara nyingine za Manara TV. Hapa ni nyumbani kwenu, kwa sababu sisi na nyinyi tunajenga nyumba moja. Leo nimewaita na vitu vichache sana, lakini kasema ni vizuri niwafahamishe ili na nyinyi mpate kuhabarisha Watanzania. Nakumbuka mara ya mwisho nilitoa ahadi ya kufanya uzinduzi wa ofisi yetu pamoja na studio yetu katika kipindi kifupi kijacho. Bahati nzuri au kutokana na hali ilivyokuwa, imebidi tusogeze mbele. Badala ya kufanya Novemba hii au Oktoba iliyopita sababu ya uchaguzi, sasa tutafanya uzinduzi tarehe 12 mwezi wa 12 siku ya Jumamosi hapa ofisi zetu za Manara TV, na sherehe zetu za uzinduzi natarajia kuzifanyia kwenye viwanja vya hapa nje. Kidogo tutafanya uzinduzi mkubwa kwa sababu tunatarajia kuwa na studio kubwa. Lengo letu ni kustawisha taaluma hii ya habari, hususan online TV. Sasa mnafahamu online TV nguvu yake kwenye eneo la tasnia ya habari kwenye nchi yetu na Afrika na duniani kwa ujumla. Na sisi tumeamua Manara TV tushirikiane na Watanzania na vyombo vingine vya habari kuhabarisha watu, kuwaburudisha, kuelimisha, lakini na kuwapa taarifa tofauti tofauti, kwa sababu sisi ingawa huko nyuma wengi walijua tunaanzisha Manara TV ni kwa ajili ya football, na wakati ule kasema hii ya Yanga, kawa jaribu kuwaelimisha wenzangu, hii kwanza sio ya Yanga wala sio ya football. Tulianza wakati ule kidogo, nafahamu tulipingwa kidogo, lakini sasa kwenye eneo la mpira sisikii tena malalamiko ya kutoka vijana wangu kwamba tumezuiwa, tumefanywa hiki, tumekatazwa kukava. Wanakava timu zote, wanakava kwenye shirikisho, wanapewa vibali vinavyotakiwa, wanapewa free pass. Na tumejikita pia kwenye masuala ya kisiasa. Mnaona tunafanya coverage kubwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Tumefanya coverage kubwa, watu wetu wamekwenda maeneo tofauti tofauti, wanapata heshima. Hakuna tena interview inakataliwa. Lakini pia kwenye burudani tunakwenda vizuri, tuna ushirikiano na wasanii wote bila kubagua, kwa sababu mimi huwa nawaambia kwenye vikao vya kazi, Manara TV isimuonee mtu. Yani mkaandika story ya uongo kwa nia tu ya kumuonea au kumkandamiza yoyote. Najua kwenye habari, najua kwenye siasa, najua kwenye mpira, mimi na interest zangu, lakini naambia interest za Haji hazina mahusiano na Manara TV. Mimi ni mwana CCM kindakindaki, hakuna doubt kuhusu hilo. Mimi ni mwana Yanga kindakindaki, hakuna doubt kuhusu hilo. Na nina marafiki binafsi
kwenye tasnia ya burudani na wote mnajua, lakini sitaki mtu apendelewe, na ndio maana Manara TV inafanya coverage ya ACT, ya Chadema. Heche rafiki yangu wa siku nyingi, so anambia bana, kuna story mbona hamjaikava? Naambia vijana ikave, as long as hatukani mtu, hadhalilishwi utu wa mtu, pamoja na usisimu wangu, pamoja na uyanga wangu, Simba inapata coverage sana sasa hivi. Kuna wakati na watania vijana, bana nasahau mimi Mwananchi, lakini ndio taaluma. Sibabui huyu Alikiba, huyu Harmonize, huyu Nandi, huyu Diamond, huyu si nani, ana story ambayo inafaa kwenda kwenye account zetu, kwenye page zetu iende. Huwa nawasisitiza sana, na waliofanya kazi na mimi wanajua, when it comes kwenye professionalism siendi na upepo kabisa. Kuna wakati lazima nikiri, inanichoma kiona story hivi, lakini sasa wewe kama mmiliki huwezi tena kuingilia. Siku moja niliandika story moja, rafiki yangu mmoja hivi, sio nzuri, lakini sasa nitafanyaje? Tajizuizi niwachekeshe. Ndugu yangu mmoja, imtaje tu, rafiki yangu Baba Levo, pigia bwana, watu wako wanaandika story ya Zito na nini, kanilaumu sana. Baba Levo, mimi kwanza sifuatilii, sio kazi yangu kwa Manara TV nimeposti nini, hilo la kwanza. Lakini la pili, wewe rafiki yangu, hasa tukianza kukava, kama hata mimi kuna wakati Wasafi wananiandika vibaya sana, lakini siye kumpigia Diamond bwana, hata siku moja siwezi kumpigia Diamond, kwa sababu wanaofanya vile ni waandishi ambao hawana mahusiano ya kikazi na direct na Diamond. Simpigi. Kuna wakati wanaandika vitu vinaumiza, lakini huwezi kumpigia. Kuna wakati wanaandika na imekatwa jina au kalitambue mbwe na nini, na sikumpigia Diamond. Nikamwambia Baba Levo, mimi siwezi kukuumiza wewe katika siasa, lakini kama chombo cha habari, kama tunamkosoa kiongozi wengine mkubwa kabisa, mtu anatoa story ya kumkosoa kiongozi inakuwa covered, lazima uvumilie. Nikamwambia lazima uvumilie, wewe ndugu yangu, tutavunja udugu wetu, lakini sitaacha kufanya coverage kwa mwanasiasa mwingine kwa sababu tunapigana. Kapa wewe ndugu yangu sana, na unajua ndugu yangu, na unajua na kutakia heri, kwanza mwana CCM mwenzangu, lakini hatujajuana kwa sababu ya CCM au sisi marafiki, natembeleana, unanipigia, tunaalikana kwenye event. Lakini nikianza kusema Diamond rafiki yangu kapigwa dongo nisiandikwe, itakuwa sio chombo cha habari. Nikianza kusema mimi Yanga imefungwa isiandikwe, isikosolewe, hapana. Kwa hiyo tumeanza hivyo na tunakwenda vizuri, na huo ni msimamo wangu. Wawe kubwa ni kwamba tarehe 12 tutafanya uzinduzi, tutawaalika, tutawashirikisha wanahabari wote wa vyombo vyote bila kubagua. Lakini la pili kubwa liloitia ni kuwashukuru wapiga kura wa Kariakoo. Maliza uchaguzi tarehe 29 Oktoba, tarehe 30 nikaitwa kwa tendaji Kariakoo kunikabidhi hati ya kuchaguliwa. Nadhani sisi tulikuwa watu wa kwanza labda kwa sababu ya kukaa mjini kupata hati. Chaguzi wote ni mgumu,
Na kwetu sisi mnakuwa mgumu zaidi kwa sababu mnaanza songo mbingo mule ndani. Mule ndani mpasie hivi ni ngumu, lakini alhamdulillah Mungu upanga viongozi. Chukua fomu jina likarudi, kapambana, nikashinda kura za maoni, nikashinda na kwenye uchaguzi mkuu. Na nimeshinda vizuri, almost 98%. Na nilihakikisha watu wa kazi Kariakoo wapiga kura. Mimi mwenyewe siku ya kupiga kura kwa kushirikiana na viongozi wangu wa matawi na ngazi ya kata na kamati za utekelezaji kuwashusha. Unajua Kariakoo na magorofa mengi, watu majumbani, asubuhi napata shuka. Hapo ilikuwa jambo jema. Kwa hiyo watu wengi wakashuka kupiga kura mpaka saa 3 asubuhi. Mistari kama mliona kwenye mitandao, Kariakoo ilikuwa mirefu sana. Na Kariakoo tuna watu wa aina nyingi, Swahili kabisa kama Mkenge, Arabu, Wachitara, ndugu zetu wa Asia, lakini wote wameshuka. Ndio maana tukapata namba kubwa au turnout kubwa wapigaji kura. Kabla uchaguzi nilitoa ahadi na kwenda kuzisimamia. Mungu akijalia nikishaapa tu, nimeahirisha mpaka likizo wa mwisho wa mwaka. Sababu kuna mambo lazima niyasimamie sasa hivi. La kwanza kabisa ni usafi wa Kariakoo. Kariakoo inazalisha pesa nyingi sana. Hakuna kata inayotusogelea, sio inayotufikia, inayotusogelea kwa mapato. Na inachangia pato sehemu kubwa ya manispaa Ilala. Manispaa Ilala inakusanya nadhani 120 billion per year. Kariakoo kuna pesa nyingi sana TRA wanakusanya, na mamlaka nyingine shikiwa manispaa. Kariakoo ni hub ya kibiashara sasa hivi kwenye nchi hizi za Afrika Mashariki, kanda wa nchi za maziwa makuu, kuanzia Kenya yenyewe, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi, Malawi, Zimbabwe, Komoro, Zambia. Ukenda sasa hivi, ukenda wafanyabiashara kutoka mataifa hayo wako madukani, wananunua bidhaa. Wanaona kwao ni rahisi zaidi kwenda Kariakoo au kuja Kariakoo Dar es Salaam kuliko kuna Dubai, kuliko na Gwanzo. Zamani walikuwa hawaji. Mwaka juzi nilikwenda Zimbabwe. Kuna rafiki yangu Mwingereza alikuwa anaoa Zimbabwe. Alikuwa anaolea mji wa Bulawayo. Kwa hiyo akiwa Uingereza kaniambia, bwana lazima uje na nini. Mimi sijai kuja Afrika, girlfriend wangu unajua ni Zimbabwe, naenda kuoa kwao kijijini na nini. Kwa hiyo katika marafiki zangu kutoka Afrika na kualika 2023. Katoka hapa kata ndege mpaka Zimbabwe, Harare, Bulawayo. Katika maongezi yale, katika shemeji zake mmoja ni mfanyabiashara. Akawa kutoka Tanzania sehemu gani? Kapenda Dar es Salaam. Bwana mimi nataka kuja Kariakoo. Hakusema Dar es Salaam. Nataka kufuata bidhaa Kariakoo, kaitamka. Nilisikia fahari sana. Kati yote sikuwa na interest ya kugombea. Fanyeni utafiti. Nchi hizi nilizozitaja, hoteli zote zinajaa wao.
mapato makubwa yanaingia Kariakoo. Na rais mara nyingi amezungumza, hata mkutano aliofanya Kinyerezi kaitaja Kariakoo kama mara 3 kama hub ya kibiashara, commercial hub ya biashara. Iko busy. Katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose kaizungumza Kariakoo kama hub ya kibiashara, kama kitovu cha biashara, sio tu Dar es Salaam au Tanzania, nchi zote za maziwa makuu. Hakuna eneo kama Kariakoo, hakuna. Natembea hapa na mimi nimezunguka kidogo, hakuna eneo kama Kariakoo. Mapato tunaokusanya, uchumi uliopo pale, biashara iliyopo pale, hasa lazima iendane na uhalisia. Tuusafishe mji wetu. Wale wageni wakija kusema yes, hii ndio Kariakoo, uwe safi. Nilimuomba Mheshimiwa Waziri wa Maji, na nashukuru amerudi tena kwenye wizara hili. Nilimwalika kwenye mkutano mmoja wa hadhara, nikamwambia changamoto zetu, kwanza tulikuwa na uhaba wa maji, ya matumizi ya maji, akateka action. Lakini Kariakoo mitaro imemwagika uchafu, haipitiki. Maji machafu yanatuama, chemba zinacheua. Pamoja na ubora, pamoja na sifa ya kwa hub ya biashara, pamoja na kukusanya mapato mengi sana, tunaruhusu hub ya biashara itoe maji machafu. Waziri akatake action immediately kwa kuwasiliana na watu wa DAWASA. Watu wa DAWASA wakaanza kushughulikia, ingawa bado tunayo changamoto, na akatuambia kuna 200 billion imetengwa kubadilisha mfumo wa maji taka Dar es Salaam, ikiwemo tarafa na mji wa Kariakoo na Ilala yake. Akaelezea vizuri sana, na sisi tunaamini serikali hii itatekeleza. Lakini kwa kipindi hiki tunashughulikiaje tatizo la mitaro? Nyinyi mnapita Kariakoo, huwezi kutoboa wiki 2 bila kupita Kariakoo. Mmeiona ile hali. Tunazalisha pesa nyingi, lakini tunazalisha uchafu mwingi. Lazima tukasimamie. Tumeomba hizi nafasi kutatua changamoto za watu. Hatukuomba hizi nafasi kwa diwani umekaa pale, diwani wa kata kubwa wa Kariakoo. Hapana. Lazima nikapambanie swala la usafi. Mimi mwenyewe napiga vidudu, napiga visuti, alafu ni kata yangu inatoa mitaro imechaji. Never. Kariakoo ni kwetu, fahari yetu. Nimezaliwa pale, nimeishi pale, 70% mpaka 80% ya maisha yangu nimeishi Kariakoo. Naijua Kariakoo nyumba kwa nyumba. Nyumba hii ilijengwa ghorofa, zamani ilikuwa mzee fulani, hii ilikuwa mama fulani. Hapa zamani walikuwa wanauza vitumbua, hapa zamani walikuwa wanauza chapati. Kwa hiyo na ule ukariakoo, natamani nione Kariakoo ikiwa safi. Hatukatai fursa nyingine ziendelee kuwepo, sababu maisha yanabadilika, lakini huku tukizingatia usafi. Rais anahitaji Kariakoo kwa ufahari kabisa, tena kwenye mkutano mkubwa wa hadhara. Imagine pale nilivyojisikia wakati rais akihitaji Kariakoo. Tunakata zaidi ya ngapi? 100 Dar es Salaam. Anahitaji Kariakoo, tena kairudia. Katibu mkuu kahitaji, kairudia. Maana Kariakoo ni eneo muhimu katika sekta ya kiuchumi na kibiashara. Hata lazima tumsaidie rais kwanza kwa usafi. Mtu kutoka Komoro anasema hapa Kariakoo, kama vile mtu avoda Deras kule Dubai.
Dera ni kama Kariakoo, sio ni kama, ni Kariakoo. Na sisi tunataka tuigeuze sasa Kariakoo iwe Dera City Center, iwe Kariakoo City Center. Watu wakenda Dubai shopping wanafanya Dera. Lakini huwezi kukuta chemba za maji machafu zinacheua. Jioni magari yanapita yanasafisha mji. Sisi tunataka tuifanye Kariakoo sehemu ambayo labda itakuwa ni center ya kufanya biashara mpaka usiku. It's fine. Lakini wakati huo lazima tutengeneze hali ya usafi, mazingira, mitaa iwe inapitika. Dera kuko busy. Jana nilikuwa kuna rafiki yangu, mambo ya mpira, unajua sisi tuna connection ya mipira. Ni agent wa football. Akanambia shemeji yake anakuja Dar es Salaam kufanya nini? Anakuja kufuata bidhaa Kariakoo kama kutoka Nigeria. Jana kutoka Nigeria. Akanambia yes, labda kama hujui. Sasa hivi watu wanatoka Nigeria hawaendi Guangzhou. Rais Samia tampinga tu, lakini kaifungua nchi. Napingana tu kwa kwenye mitandao, napiga porojo. Kaifungua nchi kiuchumi na kibiashara, kaifungua. Watu kutoka Nigeria wanakuja Kariakoo. Wa Kongo wamejaa. Juzi hapa nilikuwa natafuta singlet. Zamani nilikuwa naenda kwenye maduka kama siposafiri haya Ndoni ya wapi, singlet na 15,000 moja. Sasa hivi shekhe ukienda na 15,000 unapata kitita hivi cha singlet 5. Quality yake ni tofauti ndogo sana na unanunua. T-shirts hizi t-shirt mzoko mnaziona zinavaliwa na mama CCM, ziko Kariakoo. Chini Kariakoo unaona ule mji uko juu, chini kule ni madude, maandaki, manini. Tembeleeni, kafanyeni utafiti. Kariakoo msichukulie imekaa tu vile juu. Hata mimi niombe wananchi wenzangu wa Kariakoo, nisaidie kwenye ajenda ya usafi. Saidiane na madiwani wenzangu manispaa, lakini na serikali kuu, kiwemo serikali ya mkoa na wilaya. Ajenda namba 1 ya Haji Manara, Mungu amenijalia kushinda, bado kusubiri taratibu za viapo, ni usafi. Usafi wa mazingira. Kushirikiana na mamlaka kuifanya Kariakoo kuendelea kwa hub ya kibiashara. Anasema Haji bwana nataka kufanya biashara. Nani kakwambia? Nani kakwambia? Si fahari bwana. Sasa tabaki na Kariakoo ile zamani hapa panauzwa mabungo. Sehemu Kariakoo panauzwa mabungo. Mabungo afanyazo pilipili nyingi hakuna. Itakuwa eneo la kibiashara. Na lazima tulilinde. Kwa hiyo mimi niwasihi wanahabari, mtusaidie. Tunalo eneo la kujidai. Pale kituo cha TRA kipo. Halafu niwaambie kitu kimoja kizuri sana ambacho rais anakifanya. Juzi alisema vizuri sana. Atawarasimisha wafanyabiashara ndogo kwa kutafutia maeneo mazuri zaidi ya kufanya biashara zao, huku akitoa fursa kwa wafanyabiashara wengine kuendelea kufanya biashara zao. Hapa Kariakoo tuna mafungu 3. Tuna wakazi, ndo kinasie wakazi. Tuna wafanyabiashara wenye maduka, lakini tuna wafanyabiashara ndogo. Hawa wote wanastahili haki kwenye mji wa Kariakoo. Hawa wote ni Watanzania wenzetu. Hatutatoa kipaumbele kwa kundi moja tu,
la wakazi au wafanyabiashara au wafanyabiashara wadogo wadogo wanaojulikana kwa jina la macho, wote wana haki, lakini kila mmoja lazima azingatie na haki za mwenzio. Inapoishia haki yako, basi jua kuna na haki ya mwenzio. Ya lazima tuzingatie hilo. Mimi sitakuwa diwani wa kukaa ofisini. Na ofisi nishapata Kariakoo. Zamani Kariakoo ilikuwa na ofisi ya diwani ndani ya kata. Lakini mimi kwa uharaka na niseme na kiherehere cha kutaka kufanya kazi, kwenda kusimamia kazi za watu, nishapata ofisi. Kairisha kama kusema mambo yote ya Disemba. Disemba wanajiachia. Lakini nimwambia hata familia yangu sinyanyui mguu kwenda kokotana sana. Kama nitajaliwa nitakwenda umra siku 2 basi. Lakini sina likizo kwa sababu kuna shida za watu. Mimi nimeomba nafasi kutatua shida za watu. Sikuomba nafasi kufanya show, ningeendelea kabisa kwenye mpira. Juzi hapa nilikuwa tayari nishachukua chakula kwenye club moja kubwa sasa hivi. Kubwa. Sio Simba. Akimsibadilishe maneno. Lakini kukawa na push. Watu Kariakoo chukua gombea. Tusaidie. Wenzako wanapokuambia nenda. Na mimi naona zile kero naziishi ujue. Unapita yani chemba simu yangu wallahi toka nimechaguliwa haipiti siku natumiwa video clip. Angalia chemba iko juzi imetumiwa na familia Katongoja. Juzi. Rais hawezi kuja kule kusimamia chemba kama hawezi. Ana majukumu makubwa ya kinchi. Sisi tulopata hizi nafasi ndio wajibu wetu kwenda kumsaidia rais kutatua shida za watu. Jana kaizungumza vizuri. Kazi ya kiongozi ni kwenda kutatua shida za watu, kuja na majawabu ya shida za watu. Kiongozi kukaa ofisini hayupo. Tutafanya ziara, nitawalika. Chapishwa tu. Kwanza tutatembelea chemba zote na watu wa DAWASA. Waje na majawabu hizi chemba tunafanyaje. Yaani hiyo ni kichapishwa leo, kesho na ziara. Siwezi kukaa katika mji ambao mimi diwani alafu kuna chemba za maji machafu, kuna nuka, kuna matakataka usiku na kaa wakati mwingine mpaka saa 6 saa 7 usiku. Hajazolewa. Najua kazi kubwa inayofanywa na viongozi wa manispaa. Lakini lazima tukawasaidie. Mkurugenzi na timu yake lazima tukawasaidie. Udiwani wa kuvaa majoho na masuti sasa hivi lazima tuache. Lazima tukatatue shida za watu. Yaani mimi mtanisamee. Na nini mnanijua, mmekaa na mimi kwenye football kwa miaka mingi. Mimi kwenye kazi sina compromise. Nimefanya vizuri sana Simba. Nimefanya vizuri sana Yanga kipindi changu. Sababu mimi unaponikabidhi kazi yako, tegemea majawabu. Ukiniambia bwana tunataka watu hamasisha, tunataka hiki, tuuze jezi, tufanye hiki, nitaifanya kama yangu binafsi. Ndivyo nitakavyoifanya Kariakoo. Nitamchukua kama mtoto wangu binafsi na mlea. Na mimi niache alama. Miaka 5 sio mingi. Fanye kazi ya watu wakukumbuke, ushirikiane nao, ujishushe. Watu wengi wakipata hivi vyeo hivi. Sisi tulopata zamani huko, wakati nikiwa mwenezi unapita pita kidogo unalikwa njoo bwana, njoo muone, una robi kidogo. Zile wizara zinakuwa Ikulu ndugu zangu. Ndio Mzee Ngombale alikuwa akiniita sana wakati alipokuwa waziri wa nchi, ofisi ya rais anashughulikia siasa. Kwa nilikuwa nakwenda sana pale. Ofisi yake iko ndani ya jengo la Ikulu Magogoni. Sababu ni waziri wa nchi, ofisi ya rais anashughulikia.
Mnachukulia tu kama kachukulia vijana kawaweka. Hapana. Ana dhamira. Na bunge hili lina wabunge wengi vijana. Tukamsaidie rais. Tuseme, unajua challenge tulionayo na sisi. Lazima niseme ukweli kabisa. Badala ya kuibua, tunasubiri tujibu. Yaani utakuta ICT wanaibua, Chadema wanaibua, Chauma wanatengeneza agenda. Sisi hatutengenezi agenda. Tena agenda za kumsaidia rais, tunasubiri waseme, tuhangaike kujibu. Vijana tuliopo kwenye sekta. Haki na mimi sasa naondoka katika ujana. Bali naondoka. Unaondoka niona kijana kwa maana ya suti, jeans, lakini miaka 50. Mimi si katika watu ambao wanaogopa kutaja umri wao. Nataka kuonekana kila siku watoto. Mimi nina 50 net. Ya kikweli kweli 75 to 2025. Tena ya Januari. Mimi na Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapishana siku 10. Yeye tarehe 7 Januari, mimi tarehe 18 Januari. Mwaka mmoja. Lakini mwenzangu ndio yuko pale, mimi napambana huko. Mungu anapopanga yake. Lakini tumezaliwa mwezi, nyota yetu hii, mwaka wetu. Sasa hawa watu wengi wanaogopa kutaja umri, atakaonekana miaka 27. Wengi mimi nawajua. Wengine nilisoma nao, mimi niko la 7 au la 5. Kuuza umri anasema miaka 27. Sio kweli. Wengi hasa mastaa, wengi wao wanaogopa. Lakini katika kutafuta riski anaona akitaja umri wake sahihi, riski zitapungua. Tunawaacha. Lakini tutakusema viongozi vijana tumsaidie rais. Tusisubiri kujibu, tutengeneze agenda. Kwa mfano watu wangapi wanajua umuhimu wa hiki alichokifanya rais kuanzisha? Unaona tunapongeza, lakini hawasemi kwa nini. Vijana wana changamoto nyingi. Vijana wanatofautiana mahitaji ya rika. Kijana wa miaka 40 leo anatofautiana mahitaji yake na kijana wa miaka 22. Huyu wa miaka 22 bado anapambana na shule, hajajikwamua bado kutoka kwenye mambo ya kielimu. Kuna kijana wa miaka 28 naye ni kijana, kishaanza kazi au anatafuta kazi. Ana changamoto tofauti na kijana wa miaka 22. Tofauti na kijana wa miaka 40. Hawa rais kawaweka wote katika kundi moja, akaunda wizara, akamchukua kijana hodari, akampa jukumu kwenye ofisi yake. Lipebeni hili. Na ni waandishi wengi ni vijana. Katika eneo mtakalofaidika nalo moja hapo ni hili. Kuundwa wizara maalum ya vijana. Itumieni hiyo fursa. Pelekeni mawazo yenu chanya. Unajua shida ya vijana wengi, sio wote, wanadhani ujana ni rika peke yake. Ujana ni rika lakini na fikra. Guys, unaweza ukawa na miaka 26, 27, fikra zako, maono yako ni kama mzee wa miaka 60. Ujana wa kisasa ni rika na fikra na maono. Sio ujana tu wa kuvaa jinsi katakei. Ujana hapana. Fikra zako ni za kijana. Una maono juu yako, juu ya jamii yako, juu ya taifa lako. Guys, asanteni sana. Kesho kutwa nimeambiwa kuna mechi Dar es Salaam Young Africans wanacheza. Na mimi nitakwenda Jumamosi asubuhi kuiunga mkono timu yangu. Na naamini tutashinda, na naomba wananchi wote hasa waliopo Zanzibar, Dar es Salaam na miji ya jirani twende Amani Stadium. Mechi ngumu, sio mechi rahisi. Nakutana na miamba, miongoni wa miamba. Lazima wachezaji wajitolee, wajitume kwa 100% na inshallah tutapata matokeo. Lakini kwa kuwa tunawakilishi wenzetu wanaocheza Champions League, Simba Sports, Azam, kuna Singida,
Asi tuwatakie kila la kheri, tumie nafasi hii kuwatakia kila la kheri katika mchezo, kwa sababu mwisho wa siku nchi kwanza. Na mimi mwisho wa siku sasa hivi ni diwani wa Kariakoo. Kariakoo ina washabiki wa Simba, ina washabiki wa Yanga. Azam ukienda chimbuko lake ni Kariakoo, ofisi yake ya kwanza iko Kariakoo. Singida United ni timu ya waziri mkuu wetu, kwa lazima tusupport zote na nitasupport, lakini nitabaki kwa mwanachama wa Yanga. Asanteni sana.